The Bantu. The Bantu. Habari za jioni, ndugu Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge wote wa bunge hili letu. Karibuni sana kuweza kupokea, kusikiliza na kujadili makadirio na mapendekezo ya bajeti ya Wizara ya Wabata, yaani wanaume wa baili Tanzania kwa mwaka 2025-2026. Mheshimiwa Spika, awali ya yote nimshukuru sana Mungu kwa afya na uhai kwa muda wote ambao wameendelea kunijalia mpaka kufika siku ya leo, na pia niweze kushukuru familia yangu kwa ujumla kwa kuniwezesha na kunisupport kwa mwaka wote na kipindi yote ambayo nimekuwa nikiendelea na majukumu zangu. Tatu, nipende kumshukuru Rais wa Jamhuri ya wanaume wa baili Tanzania, Mheshimiwa Makoye Mark Juice, kwa kuniamini na kunipa wizara hii ya Wabata, wizara ya wanaume wa baili Tanzania, kwa sababu imekuwa ni moja kati ya wizara inayosimamia na kudhibiti mapato na matumizi ya wanaume, kwa fedha zao kutokutumika kiolela kwa wapenzi wao, lakini pia kwa wao binafsi. Mheshimiwa Spika, Chama cha wanaume baili Tanzania chini ya wizara yetu ya Wabata imeendelea kufanya vizuri na kuvuka mipaka ya Tanzania na kwenda mbali zaidi. Chama hiki kina zaidi ya miaka 60 tangu nchi iweze kukamata uhuru chini ya waasisi wetu, lakini kimeanza kutambulika rasmi mwaka 2019 na mwaka 2020 wakati wa janga la dunia la COVID-19. Kwani pale ubaili ulishika kasi, huku kisingizio mkubwa ikiwa ni motikisiko wa uchumi ya dunia. Chama hiki kinahusisha wanaume ambao ni wabaili kweli kweli kwenye kujihudumia wao na kuwahudumia wenza wao. Makadirio ya mapato na hasara kwa mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, hii mwaka tumepata hasara binafsi kwa wanachama wetu. Hii ni baada ya kukumbwa na mambo kadhaa ambako inakadiriwa jumla ya fedha za kitanzania shilingi 836,650. Hii ni fedha zilitumwa kama nauli, lakini waliotumiwa hawakwenda na kupelekea hasara kwa wanaume hao waliotuma hizo pesa, kwani wangeweza kufanyia mambo mengine. Mheshimiwa Spika, kuna mmoja alituma nauli ya ndege kiasi cha shilingi 350 kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam, jambo ambalo limesikitikiwa sana na chama, na kama chama tunaendelea kufanya uchunguzi kumbaini huyu ni nani, na tukimfahamu tutamfuta wanachama wake mara moja. Mheshimiwa Spika, na pia kuna mmoja alituma nauli ya daladala ya shilingi 650 kutoka Buruni mpaka Ubungo Kibo. Huyu tunampongeza na ni moja kati ya wanachama hai na ambao wameendelea kusimamia misingi, uzalendo na weledi wa chama chetu hiki cha wanaume bahili. Tupende kumtia moyo na kumwambia ubaili hiyo kipaumbele chetu. Mheshimiwa Spika, pia tumetengeneza hasara ya shilingi 1,000,000 na shilingi 79,500 kama hela ya kuwapa wapenzi wetu kwa kile walichodai kuongeza kwenye rejesho ya vikoba vyao, huku wakidai wakipokea tu watarudisha. Lakini nasikitika kusema kwamba haikuwa hivyo. Walipopata hizo fedha zao walifanyia mambo yao, na wapo wanachama wetu ambao pamoja na kuwasaidia wanawake zao kuweka hizo hela za rejesho, na baada ya wanawake hao kuweza kupokea fedha hizo hawakuweza kudai zile hela kwa kile ambacho wao waliahidiwa kwamba wakipokea watarudishiwa.
Mheshimiwa Spika, uchunguzi uliweza kufanyika kupitia kamati yetu ya uchunguzi na iliweza kubaini kwamba wanaume hao ambao walikuwa wakiwakopesha wapenzi wao na kutokudai fedha hizo walikuwa wamewekewa kitu kinaitwa limbwata. Mheshimiwa Spika, kuna hasara kubwa pia imetengenezwa ya upande wa chakula. Kama chama na wizara tulikubaliana mwanamke ukimuita geto ni aidha akuye muda ambayo una uhakika ameshakula alikotoka, kama ni nyumbani au kazini. Au kama amekuya na njaa, basi ni chipsi kavu na mshikaki wa shilingi 500 kwa Mpemba. Kutokana na kupanda kwa bei ya chips kutoka 1500 mpaka 2000, imepelekea wanaume baili kupata hasara ya shilingi 473,500 ambayo inaonekana ni kubwa mno. Mheshimiwa Spika, tumegundua pia wako ambao hutugeuka na kununua vyakula hali kama kitimoto, makange, kuku, hasa kidali, eti kwa kile wanachokiita yuko na mpenzi ambaye ameonana naye kwa mara ya kwanza tangu ajuane. Chama kimeamua kikiwabaini kuwafungia, kuwapa faini au vyote kwa pamoja, maana huu ni upuuzi wa kiwango ya juu sana. Mheshimiwa Spika, unanunuaje chakula inavuka bei ya shilingi 10,000? Unamnunulia mwanamke. Mheshimiwa, kuna watu wanatuzunguka wanakiumiza chama. Chama hiki inapaswa tukilinde kwa wivu mkubwa mno kuliko tunavyotunza ama kulinda roho zetu. Mheshimiwa Spika, vile vile kuna hasara imeongezeka pakubwa sana kutokana na kuombwa manunuzi ya vipodozi. Hili limetushangaza sana Mheshimiwa Spika. Unanunua vipodozi kwani wewe ndo unajipodoa? Kwani hili limeonekana kutengeneza hasara kubwa mno ya shilingi 2,476,900, kiasi ambayo inaonekana ni kikubwa mno, na bado tunaendelea kuichunguza ili kujua na kuelewa vizuri imekuaje hasara kubwa kiasi hiki imeweza kuteketea kwa upande wa vipodozi tu. Tulikubaliana mwanamke kama ni kuoga sabuni ya kipande pekee na mafuta ambayo unapakala mimi ndio ambayo utapakala, na kwa ulinzi mzuri wa ngozi tulisema mafuta mazito ndio ambayo yanatosha, au yale yaliyobaki baada ya kupika chakula yatakuwa ni sahihi zaidi. Mheshimiwa Spika, tulikubaliana kuwa mgeni anapokuja kulala kwako, kwa maana mwanamke anapoondoka unampatia shilingi 10,000 pekee. Nauli mchanganuo wa hiyo fedha. Nauli shilingi 3,000, huku inayobaki ndio itamsaidia kwenye matumizi madogo madogo ambayo ni shilingi 7,000. Ila Mheshimiwa Spika, tumegundua tumepata hasara, kwani kuna wale waliotoa zaidi na kutengeneza hasara ya pesa shilingi 170,000. Hii imetuumiza kwetu, ni pesa nyingi mno, kwani ilipaswa kutokuwepo kabisa. Mheshimiwa Spika, kuna hela kama shilingi 47,000 imeonekana kutumika kwa kile ambayo waliita eti chakula cha mchana. Kwani kama chama na wizara tulikubaliana hakuna kula mchana, mlo ni mmoja au miwili, ambako asubuhi ni miogo ile ambayo kipande ni shilingi 100, unanunua ya shilingi 500 pekee. Sasa hawa wanaodai wanakula, sasa hawa ambao wanakula mchana ni wasaliti, na tunawatafuta na tunawataka vile vile waache mara moja. The Bantu.